Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana, watu hapa wamekuja kugundua siri ya Rita kuwa ni mchambaji bora huko mitandaoni, na hii ni kutokana na fatality ambayo ameifanya kwa bibie Zuchu. Siku ya jana bwana, unakumbuka kwamba Zuchu aliimba chorus zake, kuna verse ambazo alikuwa ameziimba ambazo zilikuwa ni vijembe kwenda kwa Rita, then Rita akaja na comeback ambayo kiukweli ni ya ajabu sana yani. Kama sisu au vipi bwana. So Rita bwana alikuja na madongo page 3 ambazo zote zilikuwa ni mawe kwenda kwa Zuchu. Sasa wadau bwana wamekuja kugundua kwamba huyu Rita ukimwangalia kwa haraka haraka unaweza kadhania kwamba ni mwanadada fulani hivi wakishua, lakini kumbe ana Uswahili ndani yake. Sasa hapa bwana kuna page hapa wamekuja wameweka hapa makala ambayo inazungumzia swala hilo, wakiwa wameandika kwamba bwana, nitafutieni picha ya Rita akiwa amevaa joho la chuo kikuu, nitainunua kwa milioni 10. Rita sio mwanamke wa kwanza kuwa vixen kwenye video ya Diamond, lakini anajikuta special sana. Pia sio mchepuko wa kwanza wa Diamond. Wapo wengi tu ambao wamechepuka na Diamond lakini hawajitangazi. Kwa nini yeye ajitangaze? Huyu atakuwa anapenda umaarufu au kuna watu nyuma wanaomtumia ili kumchafua Diamond? Mrembo kushoto anaitwa Rara. Kuna mtu hapa ameandika hivyo, ametokea kama vixen wa video ya Yatapita. Yani kuna yule binti mwingine yule ambaye alikuwepo katika video ya Yatapita ya Diamond. Huyu ni mtoto mzuri kiumbo, kiakili, urefu, sura, lipsi na mengineo, lakini mpaka leo hii hajawahi kufanya interview kuonyesha shobo kwa Diamond wala kujitangaza kuwa amewahi fanya hiki na hiki na Diamond. Unajua kwa nini? Huyu binti Rara sio mshamba. Huyu ni msomi kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam, ana degree ya microbiology. Pia vile hivyo, kabla ya kufanya jambo lazima atumie akili kuliko hisia. Kwa macho ya kawaida tu inaonyesha kabisa kwamba Rita sio msomi, ana ushamba wa umaarufu, na ndio maana leo hii anaweza kubishana na Zuchu na kutoa siri zake. Mara hapendwi na Diamond bali ni kinganganizi, mara hajui kumtunza mwanaume, mara sio msafi na mengine mengi. Hivi mtu mwenye akili timamu anawezaje kumsema vibaya star mkubwa kama Zuchu ambaye tunategemea siku moja atuheshimishe nchi baada ya kushinda tunzo ya Grammy? Mabinti wa mtaani, acheni kutafuta umaarufu kwa njia zisizofaa. Imbeni, igizeni, chezeni mpira, chekesheni ili muwe maarufu kwa njia halali bila kuumiza hisia za wenzenu. Nadhani mpaka sasa hivi bwana Simba anajuta kutembea na huyu manzi. Imagine huyu awe ana video za faragha za Simba, akipewa milioni tu, si atazivujisha zote mchana kweupe? Aise, tunapoelekea ni kubaya zaidi. Kila mtu anatamani kuwa maarufu hata kama hana talanta ya kumfanya awe maarufu. Walio karibu na huyu binti bwana, hebu mwambieni aache haya mambo. Meza anayotingisha ina vinywaji vyenye gharama sana. So kuna hiyo makala ambayo imesambaa huko mitandaoni kutoka Bina, wameposti hivyo. So ukiwa kama mdau, hebu na wewe pia weka maoni yako, unaungana na hii makala au unabishana nayo. Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, na pia vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.